kwa wakati mmoja. Kwa hiyo alipata tiketi ya yeye alibook mapema mama. Kwa hiyo tiketi ya yule iliombwa siku hiyo hiyo. Akapata tiketi kutoka Arusha, ikakatwa kutoka Arusha atapandia Same. Kwa hiyo akapata viti vya nyuma. Lakini kumbe Mungu amemleta. Baadaye tumegundua Mungu alimleta kwa wakati maalum. Kwa sababu saa 10 aliponipigia hiyo, nikasema, vipi kwa mjambo? Mko salama? Akasema, hatuko salama. Nikamwambia kumetokea nini? Tumepata ajali. Wapi? Ruvu. Wote hali zenu zikoje? Mara baada ya kuzungumza na mama yetu Aikaeli ambaye Mungu alimponya katika ajali ile mbaya, niko hapa pia na mume wake ambaye ni Askofu Shega, naye tusikie neno ambapo atazungumza kuhusiana na hiki ambacho kilitokea kwa mama na namna ambavyo Mungu amefanya muujiza, na mama sasa hivi tunaona anaendelea vizuri sana. Baba, shikamoo. Marhaba. Bwana asifiwe. Amina. Bwana asifiwe sana. Amina. Za masiku. Gereni kwa mwaka mpya. Na nyinyi pia Mungu awabariki. Asante, Mungu ni mwema, tumeuona mwaka mpya. Pole pia kwa kuuguza, maana ninajua sio kazi rahisi hii. Ni kweli. Mpaka Mungu akusaidie, ni kazi ngumu. Ni kazi inayohitaji kuwa na moyo wa huruma, lakini pia kumsikiliza Mungu anasema nini wakati mwenzako yuko kwenye shida na tabu. Lakini pia ukijua wewe ni kiongozi, ni mchungaji, ni mwangalizi, ni mtumishi wa huduma nyingi tu je, utazichukulia namna gani? Ni kazi ambayo ilikuwa ngumu pia na mimi, lakini nilikuwa namhitaji Mungu anipe ufahamu kwa wakati kama huu. Ndio. Asante. Na mama amesema uliacha vyote ukakaa hapa kwa ajili yake. Ni kweli, maana mbali ya kuwa mke wangu, lakini ni rafiki yangu katika Bwana, ni ndugu yangu katika Bwana. Ninampenda, sio tu ile kumpenda kama mke. Sisi tumefikia mahali tunapendana, tunaamini kabisa tutakuwa wote mbinguni siku moja. Hata kila huyu akitangulia au tumekwenda wote au huyu ametangulia, ule ndugu wetu ni wa kudumu, ni wa milele, mimi na mke wangu. Kwa hiyo tunakazana sana kujengana, kutiana moyo, kufarijiana na kuwasaidia wengine. Tuwe mfano kwa wengine. Natamani kufahamu baba, na pengine mtu atatamani kusikia, mara baada ya kupata taarifa, ulipataje pia taarifa ya ajali ya mama? Saa hiyo nilipigiwa simu. Nilikuwa nyumbani, niko chumbani, na ni saa ambazo mimi naamka kuanzia saa 8:30. Hizo saa ambazo mimi naamka mpaka asubuhi mara nyingi sana. Kwa hiyo walipopiga simu, kwanza nilikuwa nawatarajia waje. Kwa hiyo niko kwenye maombi, na waombea na mambo mengine. Kwa hiyo haikuwa, nishangaa tu kwa nini ninapigwa simu saa 10. Kwa sababu nilijua ile basi mpaka kufika hapa ni saa 12. Kwa hiyo saa 10 kutazama saa ni saa 10 kama na dakika 5 hivi. Nasikia sauti ya kijana wetu ambaye naye alikwenda kuona ile eneo jipya tunataka kuanzisha kazi sehemu ya Same. Kwa sababu mama alikuwa anatokea pamoja na alikuwa na wenzake, wao ni viongozi wa juu katika ile jumuiya ya kina mama ya dhehebu letu. Kwa hiyo walikwenda kuwajenga na kuimarisha yale makanisa ya Kilimanjaro. Baadaye akaja Same, eneo jipya ambalo tunataka kuanza kazi. Sasa yule kijana akamwambia mama, ninaomba nije nipaone Same, sipajui. Naona nikija hapo na mimi nione, niingie kwenye maombi. Kwa hiyo alikwenda huko. Naona Mungu alimtuma. Sababu hakukaa sana, ni siku 2 tu. Na walipokuwa wanarudi sasa, nilipewa taarifa na mama kwamba wanarudi wote wawili. Ilikuwa yeye amwache kule. Alafu yeye mama arudi, yeye aendelee kusurvey. Lakini wakawaimizana wote waje kwa wakati mmoja. Kwa hiyo alipata tiketi ya yeye alibook mapema mama. Kwa hiyo tiketi ya yule iliombwa siku hiyo hiyo. Akapata tiketi kutoka Arusha, ikakatwa kutoka Arusha atapandia Same. Kwa hiyo akapata viti vya nyuma. Lakini kumbe Mungu amemleta. Baadaye tumegundua Mungu alimleta kwa wakati maalum. Kwa sababu saa 10 aliponipigia hiyo, nikasema, vipi kwa mjambo? Mko salama? Akasema, hatuko salama. Nikamwambia kumetokea nini? Tumepata ajali. Wapi? Ruvu.
wote hali zenu zikoje? Niliuliza kwa ujasiri tu, hali zenu zikoje? Akasema mimi mzima kabisa, sijaumia popote, lakini mama hali yake mbaya, tena alizimia. Hapa sasa hivi amefungua macho na kuanza angalau kuongea. Basi nikaona nikupe useme naye. Kwa hiyo nikamwambia nipe niseme naye. Aliponipa namsikia anaongea kwenye sauti ile ambayo unaona kama mtu yuko taabani au hawezi kuishi. Sasa nikamwambia, akanambia baba, naomba uniombee, lakini sauti anaongea sema baba, naomba uniombee. Kasema kama mara 2 hivi. Nikamwambia utakufa. Utakufa, ninaomba sasa hivi afu nitakuja. Nikaomba maneno machache. Nikasema Bwana asante na kushukuru na kukemea roho ya mauti na amuru awe mzima, nitakwenda na kumkuta katika jina la Yesu. Nikamwambia nakuja. Basi. Maneno hayo tu, sikuongeza kitu kingine. Nikapiga simu kwa mtoto wetu Enoch. Mtoto wetu akaniitikia, vipi baba? Nasema mama kapata ajali, njoo tutashughulika kwenda kumchukua. Nikampigia kijana mmoja ambaye anaitwa Anaseli, mtoto wa mchungaji wetu, lakini yeye anafanya kazi Radio Uhuru, ni mwandishi wa habari. Nikamwambia Anaseli, njoo, gari iko salama? Akasema gari iko salama. Nikamwambia basi uje nyumbani twende Ruvu, mama amepata ajali, tutawakuta huko, tutawasaidia. Nikamaliza hapo kwa cha maagizo, akasema nakuja. Nikapiga simu makanisa yetu ya mkoa wa Pwani kule Mlandizi. Nikampigia mchungaji Simon, nikapigia mtu mwingine, nikamwambia fanya kila njia uende ukaangalie mama, gari lao limepinduka, amepata ajali, hali yake sio nzuri, muhakikishe anafika hospitali. Maneno hayo tu nilitoa, nikamaliza. Nikaamka asubuhi, alfajiri hiyo hiyo, nikamsha watu wengine, nikamwambia mambo ya ibada, huyu alikuwa hudumu siku hiyo, hata kuwepo naye atakuwa huko, kwa hiyo sisi hatutakuwepo, huduma iendelee. Nimeacha maagizo yao, nimemaliza. Saa 2 kamili tumefika kule, ndio tukaambiwa mama ameingizwa sasa hivi kwenye gari ya ambulance, anapelekwa Tumbi. Tukasema waambie watu ngoje, tutakuja kuwachukua tuje na sisi twende pamoja nao. Kwa hiyo tulipofika pale, wakaniambia wewe ndio askofu? Nikamwambia mama mchungaji yuko hapa. Nikamwambia asante. Sasa usiwache gari uingie ndani ya ambulance. Nikamwambia hamna shida, hao watakuja tu, wote wanaendesha, hamna shida. Mimi nikaingia kwenye ambulance, nikakaa na daktari kule mbele. Nilipata daktari wa kike mzuri sana na driver mmoja mzee, lakini Muislamu ila ni mcheshi. Kwa hiyo tulikuwa tunaongea tu mambo mengi tu, tukaondoka pale. Wakati huo mama yuko na hali gani unavyomuona kwenye ambulance? Alikuwa hali yake sio nzuri, haongei, anahema tu kwa mbali, anahema, anaugua sana. Kwa hiyo yule mama mchungaji mmoja alikuwa pale, naye ni mtoto wetu, hata harusi yao tulishughulikia sisi na uchumba wao. Lakini watu ambao sasa wako kazini kwenye makanisa ya Assemblies of God TAG. Kwa hiyo yule mama mchungaji akawepo pale, amekaa na mama. Na kuwa na kijana mmoja mdogo wa shuleni alipata ajali, naye aliumia, na mama yake wako mle ndani, ambao wote nao walikuwa kwenye basi moja. Kwa hiyo ilikuwa na watu 3 tu wagonjwa, 2 wagonjwa na wengine wazima. Kwa hiyo nikakaa kule mbele. Kwa hiyo gari yetu ikawa inafuata ile nyuma. Kwa kifupi tukafika Tumbi. Kumbe yule nilopanda naye pale ni daktari wa emergency kabisa. Ile gari iliamriwa kutoka Dodoma. Yule mkuu wa wilaya ambaye mtoto wake alipata shida, aliona ambulance za pale hazina kazi, hazifanyi kazi hospitali ya Mlandizi. Kwa hiyo aliagiza, akasema naomba watu wa Tumbi watoe gari ya ambulance ije kuchukua wagonjwa. Kwa hiyo ndio gari ilomchukua mama. Kwa hiyo mama akapata huduma hiyo. Na zile ni gari za ambulance zile za mashirika ya nje. Kwa hiyo tulipata huduma nzuri. Tulipofika emergency tumekuta kuna madaktari kama 7 wa 8. Basi tumepokelewa vizuri, na yule tulikuwa naye ndani, yule daktari mle alikuwa ni mwanamke. Tukaongea sana mambo ya Mungu. Alikuwa ni mtu mcha Mungu. Nikamuuliza wewe ni Mkristo? Anasema jina. Nikamwambia wewe ni Mkatoliki. Akasema kweli kabisa. Nikamwambia sawa, tuongee sana mambo ya Mungu na uponyaji. Basi tukawa tunaongea mambo hayo. Naye kumbe ni mtu anampenda Mungu sana. Tulipofika kule ndio alikuwa daktari wake wa kumhudumia. Kwa hiyo madaktari wengi wanaume, wanawake wakamhudumia sana. Kuanzia saa 3
mpaka saa 6 ndio wakamwona amelikava kidogo, anaweza kwenda hata kwenye x-ray. Kwa hiyo huduma walizofanya ni nyingi nzuri tu. Baadaye wakasema sasa tunampeleka kwenye x-ray. Ndipo alipokuwa anatolewa pale akawa anasema wajukuu zangu wako wapi? Walicheka mpaka madaktari wengine wakasema mimi naomba leo niwe mjukuu wako. Basi wakaenda wakapiga picha wakarudi. Ndipo daktari akinitaka kanambia mama amevunjika mbavu na collarbone imevunjika pale, lakini tumkanunue vitu fulani na vitu fulani tumfunge. Basi wakajaribu kumfunga. Tunaongea nao kwa sababu na mimi kidogo nimepitia mambo ya mwili wa mwanadamu. Nikawa najua naongea nini. Kwa hiyo nilikuwa navielewa tu vitu vingi anavyosema. Nijifunza huko zamani na nilipata cheti cha first aid. Kwa hiyo ilinisaidia middle school, kwa hiyo nakumbuka bado mambo hayo. Kwa hiyo wakiongea hiki tunakuwa tunashabiana. Daktari hakuona kwamba kuna sababu ya kumfanyia operation pengine, au waliona tu anatakiwa kutibiwa kwa kupewa dawa za hizi painkiller? Walipendekeza, walisema kwa mifupa ilivyovunjika, lakini yeye walimwambia kuna kile kitu. Mimi waliniita pembeni. Kwa mifupa ilivyovunjika tunaweza tukachana, afu tukaweka vyuma, baadaye ikaunga vizuri. Lakini huyu ni mtu mzima na mifupa yenyewe itachukua muda mrefu, lakini itaunga tu. Na wakati mwingine inaweza kaunga vibaya ikatoka nundu, lakini umeunga, mfupa umeunga tu. Tukamwambia sio shida. Lakini mimi sioni sababu ya kumfanyia operation. Hebu tuamini Mungu atafanya hivi. Kwa sababu tunataja Mungu na najua sisi ni wachungaji. Kwa hiyo walikuwa wanatusikiliza kwa kweli. Asema basi sawa, tuamini Mungu atafanya kitu. Sasa wakaniambia kama unataka uchukue picha, uchukue tukupe CD ili uende nayo kwenye hospitali nyingine. Nikamwambia mimi hospitali ya Tumbi najua ni nzuri kwa mambo ya mifupa. Tangu zamani, tangu wakati wa Profesa Sarungi. Kwa hiyo napajua ni hospitali nzuri. Nitatumia kliniki yangu hapa. Wakasema unakaa wapi? Nikamwambia Mbezi hapo. Mbezi Luis, karibu tuna hapa. Akasema kwa kweli pale karibu. Basi tukakubaliana nitakwenda pale na tutakuwa tunakwenda pale. Kwa hiyo wakatuandikia kwamba Jumanne, ile ilikuwa Jumapili, Jumanne twende pale kwa ajili ya kliniki sasa ya kwanza. Lakini wakanambia huyo dawa anazotakiwa hizi tulizompa za mwilini za kumsaidia kwenye drip hizi zitampa tu kupunguza maumivu na vitu vingine, na kidogo mambo mengine yatakomsaidia. Na hivi vidonge ni vya maumivu tunakupa, akanipa prescription yake, nikaja nikasema basi tutaitumia hiyo. Kama kutakuwa na shida basi mtakuja, lakini mnaweza kwenda nyumbani. Tukaondoka kwa amani. Watoto wetu karibu wote walikuja pale. Wengi walikuwa hapa Dar es Salaam. Wengine walikuja baadaye. Kwa hiyo tulikuwa na gari za kubebea ziko nyingi tu za kubeba. Kwa hiyo tukapakiana na Wakristo wengine walokuja pale na pikipiki, wengine wamekuja na mabasi, tukachukuana tukarudi hapa. Kwa tangu siku hiyo tuko hapa. Tumerudi hospitali mara mbili. Mara ya kwanza ile tuliopewa na mara ya pili ni tarehe 4 mwezi wa 10. Mwezi wa 12, tarehe 4 mwezi wa 12 tulikuja. Ilikuwa twende tarehe 6. 6 kitu kama hivi. Lakini sisi tukairudisha nyuma kwa sababu tuliona kule tarehe 9. Tarehe 9 ndio ilikuwa na shida. Tarehe 9 ilikuwa na shida, sisi tukairudisha nyuma tukaenda tarehe 4 na madaktari walikuwa wako tayari wakampokea. Ndio tukapata na picha za pili, tukadiscuss na daktari. Akasema tunaona kuna kitu kimetendeka cha mifupa ile imerudi na inagusana, iliachana sana. Imegusana na inaanza kuunga. Kwa hiyo tuone Mungu atafanya. Kwenye mbavu kidogo kulikuwa zote mbili zimeanza kuunga vizuri. Kwa hiyo tukasema basi arudi huku. Kitu anachopata ni maumivu za maso na hizi tendons ndio zinamsumbua, maana zilivutika. Kwa hiyo zinapojaribu kujirekebisha au kuvuta mifupa kuiweka sawa, anapata maumivu makubwa. Alafu mfupa unajua ndio skeleton, ndio nguzo. Kwa hiyo uzito wa mwili unajaribu kutaka kulala juu ya ile mifupa. Yeye anaona mbona huku kama nimebeba mizigo, sasa inabidi mimi
nifanye counseling. Kwa hiyo na counseling, namtia moyo, tunaomba, ndio hivyo mpaka leo. Nini ambacho alikuwa hawezi kufanya na sasa hivi unaona ameshafanya kinakupa moyo kwamba anaendelea vizuri sasa hivi? Kwa kweli alikuwa hawezi kulala, hawezi kuinuka. Kumlaza lazima tu watu wawili tumshike, mimi na mwanangu, ndio maana tukaa sana hapa, tumlaze na tuwe makini sana, au tutamsikia anapiga kelele na tumuinue tena apumzike, au kwenda uwani na kumpeleka mpaka uwani. Hiyo ilikuwa lazima tufanye hivyo. Lakini mkono wake wa kuume ulikuwa, kwa sababu uko kwenye large hamstring, hawezi kukunjua, uko hivi tu, na ulikuwa ni mzito, hawezi kuutikisa, na huku huwezi kumgusa kwenye bega. Kwa hiyo kwenye bega kulikuwa huwezi kugusa, mpaka mgongoni huwezi kugusa. Kwa hiyo ilikuwa ni kusaidiana naye tu, tunachukuliana naye. Bahati nzuri ni kama nilivyokuambia, nimesoma anatomy ya mwanadamu katika masomo ya private, lakini sio yangu ya profession zangu. Mimi profession ni engineer, mambo electronics na radio engineering na mwingine ni ya Mungu Bible school basi, lakini hiyo ilinisaidia. Mimi ningetia moyo watu shuleni wafanye kama zamani, tunafundisha mambo madogo madogo ya kujisaidia. Lakini shule za siku hizi hawafundishi hayo. Yalinisaidia sana kwa mke wangu. Mpaka leo hata counseling anaweza kupata shida kubwa sana, namwambia hii sio tatizo, hili ni dogo, tuombe Mungu upate relief tu. Tunaomba na Mungu anasikia, anapata relief. Lakini saa hizo unamwona huyu anahitaji kwenda hospitali, mpaka watoto wanasema kwa nini sasa tusimpeleke? Ambaye ukafanya nini? Utachokwenda pale utapewa dawa maumivu tu Kwa hiyo mkono wake huu ulikuwa ukunjuki. Tunashukuru mtoto wetu mmoja alikuja, nilimwita asubuhi ghafla sana, nilipoona mama sasa ataona mashauri ni kwa mtu mmoja, ngoja nilete mtu mwingine. Kwa hiyo nikamleta mama, nikamleta mtoto wetu wa kiume wa tatu, akaja anaitwa Enoch. Alipokuja asubuhi sana, akamwambia baba ameniita. Akamwambia nimekuita kwa jambo hili, shida anayopata mama ni tushauriane, tumpeleke hospitali au vipi? Akamtazama, nikamwambia mimi nilimwazia hivi na hivi na hivi. Akasema hapana mama, huu mkono unaouma unahitaji unyooke, ukiendelea kukunja hivi hapa unaleta maumivu. Kwa hiyo akamuonesha umevimba wapi, umevimba wapi. Ndio akamfungua, akaanza kufanya massage na mafuta, massage na maji, fanya massage na maji ya vuguvugu, maji ya vuguvugu. Alipomaliza akamwambia basi wewe unauacha, machache ufunga. Sasa ile ilimsaidia sana. Ndio tangu siku ile mkono huo uko free sasa, unafanya chochote. Na hata uvimbe sasa umetoka. Tukaja kugundua maji mazuri ni ya baridi, ya barafu. Kwa hiyo tukaja kuweka barafu sasa. Baada ya hapo tukaja kujua mafuta sasa, mafuta ya nazi au mafuta ya lani, tunayo yote, wanafanya massage mle. Kuna mwalimu mmoja hapa jirani yetu, mwalimu wa shule za chekechea, ameokoka, yeye alikuwa kwa kanisa la EAGT, naye amejitoa sana kuja, wakati mwingine ana massage. Kitu tulichoshukuru sisi, tipomwona anaanza kuinuka na kuongea, alikuwa uwezi akaongea ukamsikia, anaongea kwa sauti ndogo sana ya kukatisha tamaa, lakini sauti ikapanda. Alafu akaanza kuinuka mwenyewe, alikuwa anaweka mkono mmoja wa kushoto hivi, anainuka mwenyewe, anasema niacheni niinuke, niacheni nilale. Wakati mwingine anasema msinishike, nitajilaza mwenyewe, anajishika mwenyewe kwenye bega alafu anajilaza. Hiyo kitu moja tulishukuru. Lakini jambo lingine la pili kubwa sana ambalo tumelishangaa, majirani karibu mtaa wote huu, Waislamu kwa Wakristo, Wakristo wa kila aina ya dhehebu, walikuwa wanakuja hapa. Wanakuja, tukasema kumbe watu wanatupenda, si hatukujua. Tulikuwa hatujui kama watu wanatupenda. Kwa hiyo walikuwa wanakuja watu wengi, mpaka wakati mwingine nikawa nashangaa, wengine wanashinda hapa, wamama wanakuja wanafanya huduma, wamama wa mabinti wanakuja wanafanya huduma. Kasi kasema kumbe tulikaa vizuri na majirani. Hicho ni kitu ninashangaa, na mpaka leo na wengine wanatoa msaada kabisa, nasema niletee hiki, nisaidie hiki, tunapokea, tunawashukuru sana. Ndio kitu kingine kikubwa sana. Kumbe sisi wa Kristo tunatakiwa tukae na watu mpaka wasituogope. Siku moja mtu mmoja akaniuliza, wewe si askofu? Nikamwambia ndio.
Sasa mbona unapenda kuitwa mchungaji? Nikamwambia nikisema askofu hamtakuwa na ushirika na mimi, lakini nikisema mimi mchungaji tutakaa. Kwani huduma si ya kichungaji? Lakini si nikiwa na askofu, nikiwa kwenye askofu si mnaona hata kwenye TV kwenye nini, lakini nikisema mchungaji hamniogopi. Kwa hiyo wanakuja, tunakaa, tunaongea, tunaketi pamoja, tunashinda hapo mpaka saa nyingine usiku, wanaondoka sema haya kesho tutakuja mchungaji. Kwa hiyo imenisaidia sana. Nikasema kumbe kuna maisha tunatakiwa tukae na watu na ni rahisi kumuona hata Mungu wetu. Amen. Mungu akubariki baba. Pengine kwa kumalizia, kwa wale ambao uliona walikuwa watu wa thamani na kutambua kwamba wanatamani na wenyewe kuwa sehemu ya kushiriki kuweza kumuuguza mama kwa namna moja au nyingine, pengine neno kwao. Napenda kuwashukuru karibu watu wengi sana. Hapo nasema familia yetu wenyewe tu, watoto wetu wenyewe wote kuliko kutoka Samueli, Enoch, Martha, wao na wake zao na watoto wao walikuwa nakuja na kulala hapa na kuleta vitu. Mpaka leo hatuna shida ya mahitaji sisi. Tunamshangaa Mungu. Hatuna shida ya mahitaji. Mbali ya vile Mungu anatupa sisi, lakini wakati mwingine mpaka tunabariki wengine. Mpaka tunabariki wengine. Kwa hiyo tumeona wema wa watu, majirani pia wema wao. Mpaka leo majirani pia kuna watu walioleta mayai tu, walioleta kuku. Majirani tu wanaofuga kuku wakaita kuku, wenye mayai wakaita mayai. Majirani kuja kukosha vyombo, watoto wetu, vyakula vile vinavyofaa kwa ajili ya afya ya mama, samaki, maziwa, nini hivyo havikosi kwenye friji, havikosi hata siku moja. Miezi yote hii miwili. Na tunamuona Mungu. Na Mungu hakutupungukia hata sisi wenyewe. Anatupa fedha. Kanisa limejitoa na makanisa mengine ya matawi yetu yametuma fedha, wengine wametuma vitu mbalimbali, wengine wanatuma salamu, wengine wanakesha maombi. Kuna maombi ambayo watu wamekesha sana. Alafu huduma ya mama ya ile yake mwenyewe ile inaitwa uzuri wa mwanamke. Wanakesha sana kwa maombi. Na wanakuja mara kwa mara na kuomba pamoja naye. Mara kwa mara. Hata juzi tu wamekuja Jumapili hapa wamekuepo. Wameomba pamoja naye. Marafiki zake wengi sana wanakuja. Kwa hiyo kuna wakati panajaa watu, kuna wakati panapungua watu. Hapo ndio tunachomshukuru Mungu. Kwa hiyo wote mimi nawashukuru watu wote waliojitoa kwa maombi, na mpaka leo kuna watu wanaomba mchana na usiku. Kwa sababu hiyo tunaona afya yake inakwenda mapema, inakwenda vizuri sana. Hilo ndio jambo lingine kubwa. Lakini pia nisiache kuwashukuru CPCT. Katibu nilimpa taarifa mapema. Kwa hiyo pamoja na mwenyekiti huyu wa sasa nikawapa taarifa mapema. Na wao kwa kweli wanatukumbuka na kuwaambia watu mbalimbali. Na huduma zingine mimi ninazofanya za walimu kwenye vyuo vya Biblia. Kwa hiyo watu wengi wamejitoa, wengine kutuombea, wengine kutuletea zawadi mbalimbali, matunda na vitu mbalimbali. Tunamshukuru Mungu kwa hayo. Amina. Mungu akubariki baba. Amina. Mungu apewe utukufu na shukrani kwa sababu haya yote yasingetokea kama sio yeye. Mimi nimejifunza kitu kimoja kwa Mungu. Mpaka leo nimeweka ahadi na Mungu. Mwambie nataka kutembea na Yesu siku kwa siku. Kwa sababu nimeona faida ya Yesu Kristo kwetu. Hii shida ya iliyompata mama. Wakati mwingine hata leo asubuhi nilikuwa namtia moyo, namkumbusha, namwambia asubuhi mapema kwenye ibada ya asubuhi. Mimi na yeye. Namkumbusha, namwambia Mungu ametujali sana. Na Mungu ametupa muda tuuone mwaka huu. Lakini shida usione hiyo ni kubwa. Wako watu wana shida kubwa kwenye Biblia, tumewaona wengi tu. Wewe hujapata shida kama ile. Kwa hiyo usitamke neno lolote. Tuongee maneno mema tu kwa watu. Tuongee maneno mema tu kwa Mungu. Kwa hiyo ndio mambo nilomwambia mke wangu leo asubuhi. Amina. Mungu akubariki baba. Amina, asante.